26 mstari wa 14 hadi 15. Tunasoma katika jina la Yesu. Mathayo 26:14 hadi 15. Biblia inasema, wakati huo mmoja wa wale tenashara jina lake Yuda Iskariote aliwaendea wakuu wa makuhani akasema, ni nini mtakachonipa nami nitamsaliti kwenu? Wakampimia vipande 30 vya fedha. Amen. Haleluya. Yuda alimsaliti Yesu kwa vipande 30 vya fedha. Walisema kwamba Yuda alikuwa mmoja wa wale tenashara. Neno tenashara hii hapa asili yake inatoka katika lugha ya Kiarabu. Wenyewe wanaita sana asha. Sana asha. Mara nyingi kwenye nyanja za dini inatumiwa sana kumaanisha 12. Yaani hii hapa ilitumiwa sana kwa idadi ya wanafunzi wa Yesu 12. Tena inatumiwa tena hata katika kabila 12 za Israeli. Na ndio maana walisema mmoja wa wale tenashara. Yaani ni mmoja kati ya wale wanafunzi 12 wa Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Somo letu la leo tutajifunza fedha. Fedha ndio somo letu la leo. Kwanza tunaanza na inisho. Fedha ni nini? Fedha ni madini yenye rangi kama bati. Fedha ni madini yenye rangi kama bati. Hii hapa tena inaitwa pesa, wengine wanaita sarafu, wengine wanaita hela. Yote inaendana na ule muonekano wa fedha. Sasa katika somo letu tutazungumzia vipengele vitatu. Kipengele cha kwanza tutaona umuhimu wa fedha, na kipengele cha pili tutaona madhara ya fedha, na kipengele cha tatu tutaona funguo za kumiliki fedha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaanza na kipengele cha kwanza ambao ni umuhimu wa fedha. Umuhimu wa fedha ni mwingi, lakini tutagusia vichache. Hapa tunaona umuhimu wa kwanza wa fedha, inarahisisha kanisa au mahekalu kujengwa. Hii hapa utaona Wafalme wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17. Na tusome. Mfalme akaamuru, nao wakaleta mawe makubwa, mawe ya thamani, ili wauweke msingi wa nyumba kwa mawe yaliyochongwa. Amen. Haleluya. Hekalu lilijengwa kwa samani, lilijengwa kwa mawe ya samani, kwa sababu palikuwa na nini? Na fedha. Hii hapa tunasema kanisa. Kanisa ni jumuiya ya watu wanaoamini Bwana wetu Yesu Kristo. Hii inaitwa kanisa. Lakini tunaloongelea hapa sana, tunaongea habari za jengo. Yaani ukiona jengo linapendeza, limejengwa, ujue ni kwamba fedha imetumika. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda na swali lingine la pili. Fedha inatusaidia kuwa na akiba katika nyumba. Hii hapa utasoma Mithali 15:6a. Soma. Katika nyumba ya mwenye haki mna akiba nyingi. Haleluya. Biblia inasema kwamba katika nyumba ya mwenye haki mna akiba nyingi. Huu ni umuhimu mwingine wa fedha. Fedha itatusaidia kuwa na akiba katika nyumba. Yaani fedha itatusaidia watoto kupata elimu, watoto kupata lishe bora. Fedha itatusaidia pakiwa matatizo ya kutibisha, tutatibisha kwa sababu tuna nini? Tuna fedha. Na ndio maana fedha inasaidia akiba katika nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda na umuhimu mwingine. Fedha inatusaidia kulipa kodi za serikali. Hii hapa umuhimu mwingine. Fedha zinatusaidia kulipa kodi za serikali. Hii hapa ni Mathayo sura ya 17 mstari wa 24 hadi 25, alafu una Luka 27. Tusoma Mathayo 17:24. Hata walipofika Kapernaumu, wale watozao nusu shekeli walimwendea Petro wakasema, je, mwalimu wenu atoi nusu shekeli?
akasema hutoa. 25. Naye alipoingia nyumbani, Yesu alitangulia kumuuliza akisema, waonaje Simoni? Wafalme wa dunia hutoa kodi ama ushuru kwa watu gani? Kwa wana wao au kwa wageni? Tunairuka 27. Lakini tusije tukawakwaza. Enenda baharini, ukatupe ndoana, ukatwae samaki yule azukae kwanza. Tunarudia. Lakini tusije tukawakwaza. Enenda baharini, ukatupe ndoana, ukatwae samaki yule azukae kwanza, na ukifumbua mdomo wake utaona shekeli. Ichukue hiyo ukawape kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Amen. Haleluya. Yaani fedha inatusaidia tena kulipa kodi za serikali. Hizi ni habari ambazo Yesu mwenyewe mwana wa Mungu alilipa kodi za serikali. Lakini kodi inayoongelewa hapa, Yesu alikuwa hitajiki kulipa, kwa sababu kanuni ya ile kodi ilikuwa inalipa mtu mgeni. Sasa Yesu alikuwa kwenye mkoa wake ule ule wa Galilaya, lakini walimlazimisha alipe nini? Alipe kodi. Na ndio maana aliuliza, hii kodi inastahili wageni ama mahuru? Yaani ile neno linalosema mahuru kwenye mstari ule wa 26 inamaliza kwamba wazawa wapo huru. Ndio ile neno linasema mahuru, yaani wazawa wapo huru. Yesu aliona kwamba yeye alikuwa hawana haja ya kulipa ile kodi, kwa sababu wote walikuwa watu wa mkoa wa Galilaya, na sheria ilikuwa inasema anayetakiwa kulipa kodi ni yule mtu anayetoka nje ya mkoa mwingine, na Yesu alikuwa hajatoka. Bali sababu iliyotuma wenyewe wamwambia alipe kodi, waliona kwamba yeye ana umati wa watu, wakaona huyu mtu ana pesa, kwa hiyo ndio maana walimlazimisha alipe nini? Kodi. Sasa kwa hekima ya Yesu ndio maana alisema bila kwa sababu ya kutokuwa kwanza, hiyo kodi akalipa. Na sisi tunaruhusiwa kulipa kodi za serikali. Uwe mfanyabiashara, uwe hata umemiliki dhehebu kama askofu, ile tozo ya serikali naomba uilipe. Bwana Yesu asifiwe.